Hapana, Mungu wetu anania wewe ufanikiwe. Ni wazi utaona magumu. Utaona magumu katika kutimiza majukumu yako ya kimungu. Utaona magumu. Lakini anakuambia usiogope. Usiogope. Amini kwamba yeye ni mweza yote. Alikuumba kwa sura na mfano wake, maana yake alikuumba ukiwa na uwezo wa kutenda yaliyo ya kimungu ukimsikiliza yeye na ukimtii yeye. Kwa hivi wapendwa, tujifunze pia katika misa hii ya shukurani kwamba Mungu wetu ni Mungu anayewezesha, ni Mungu asiyeangamiza, ni Mungu anayeumba na kuhuisha na kufanya kisichowezekana kiwezekane, kwa sababu yeye ni Mungu wa ufanisi, ni Mungu wa wema, ni Mungu wa ukamilifu, ni Mungu anayefanya mwanadamu afikie lengo lile lililo la ukamilifu, lililo hadhi yake ya kiutu. Wapendwa, tunajua historia ya Baba Chesko. Tumekuwa naye hapa kwa muda mrefu, miaka 5 si haba. Na kule anakoenda tunamwambia padri, ulifanya kazi vizuri na sisi, uende ukatumikie kanisa kama ulivyotenda hapa. Na kanisa tunalo lisemea kwako Baba Chesko ni lile lililo mwili wa fumbo wa Kristo. Sio kanisa taasisi umaarufu wa duniani, hapana, mwili wa fumbo wa Kristo, ambao watoto wote wa Mungu wanaomwambia Mungu Baba muumba wao ndio, na wale wanaomwambia Mungu Baba yao hapana. Kumbuka kwamba Yesu amejifunua kupitia kanisa na anaendelea kujifunua kupitia kanisa. Yesu anaendelea kukutana na watu kupitia kanisa, na huyu Yesu ataendelea kufanya hivyo na wewe ukitimiza yale majukumu yako vizuri. Ujue kwamba ni yeye huyo huyo atakayekuwezesha kama alivyokuwezesha hapa. Padri, umefanya kazi hapa miaka 5, lakini tunakumbuka pia umefanya kazi nyingi katika shirika lako. Umekuwa katika shirika lako na utume mbalimbali, shirika la damu takatifu azizi ya Yesu kule Dodoma. Umeweza kufanya kazi kubwa. Shirika lenu lilifika Tanzania mwaka 1966, ndio mwaka uliozaliwa. Ndio mwaka aliozaliwa. Mnaonaje hali yake? Shirika lilipofika ndio mwaka alikozaliwa. Alafu akajiunga na hilo shirika. Alafu akawa padri wa hilo shirika. Na hivi mwakani shirika linatimiza miaka 60 na yeye anatimiza 60. Mnaonaje hali yake? Tutakuwa na sherehe nyingine tena hapa. Lakini katika shirika hili alipolitumikia, lakini alikuwa na utume mwingine. Maaskofu wa Dodoma walimpa kazi ya kuwa naibu askofu wa jimbo la Dodoma kuanzia mwaka 2002 mpaka 2020 alipokuja hapa. Miaka 10 na mingapi? Na 8. Huyu padri amepambwa na karama za uongozi. Amepambwa na karama za uongozi. Amekuwa pia mkuu wa shirika kwa miaka 4. Amekuwa mkuu wa shirika kwa miaka 4 kwa hapa Tanzania. Ni mtu, kwa wapendwa wana secretariat, kama mlivyoishi naye, ni mtu mwenye vipaji. Lakini tunapojifunza kwa Father, tunaangalia na kuona ule ukarimu wake wa kuwa tayari kuwatumikia wengine. Ndicho kilichomfanya aweze kupewa majukumu mbalimbali. Unapewa majukumu makubwa kwa ule moyo wako wa kupenda kuwawezesha wengine wafikie ustawi wa maisha yao ya kiroho na kimwili. Ndio maana ya kutumikia kwenye kanisa. Kutumikia kwenye kanisa sio kuwa tu kumwezesha mtu, kumfanya mtu afikie malengo yake ya kiroho na kimwili hapa duniani. Na hivi tunaona ule utayari unaongozwa na roho ya ukarimu, ambayo ni tabia ya kimungu. Mungu ni upendo. Mungu ni ukweli. Katika upendo na ukweli ndio ukuzaliwa nini? Ukarimu.
Wapendwa, hatuna budi kumpongeza padri, kuheshimu kile ambacho Mungu alikipandikiza ndani yake, na hatuna budi kumwendelea kumwombea abaki na huo ukarimu na ukuze zaidi. Alikuwa na majukumu ya kishirika, ya kijimbo, baadaye akaletwa hapa majukumu ya kitaifa, sasa anaenda majukumu ya kiulimwengu, kimataifa. Ni Mungu anadhihirisha namna yake ya kutenda kupitia kwake katika hatua mbalimbali. Naambiwa Mungu ukimtendea kwa moyo wa unyenyekevu na wa ukweli na wa ukarimu, katika unyonge wako ataendelea kukunyanyua, ataendelea kukutumia. Kwa hivi wapendwa, hatuna budi kusema pamoja na padri asante kwa Mungu kwa ukarimu wake. Lakini padri tunaona hapa katika Injili kwa Elizabeti na Zakaria, wanaambiwa mtamzaa mtoto, mtamwita jina Yohani. Padri tunaambiwa usikilize Mungu anaagiza nini katika yale utakayotenda. Usijichukulie madaraka ya kimungu, msikilize Mungu mwenyewe anaagiza ufanye nini. Huyu mtoto aliyezaliwa alipewa jina lile ambalo Mungu aliwaagiza malaika wawaambie wazazi wake. Kwa sababu gani? Ukisikiliza anachoagiza Mungu, ile kazi ya Mungu itatoa matunda yake. Anaambiwa huyu atawaunganisha Waisraeli waliokuwa wamepotoka, watubu, waweze kumpokea Mwokozi, waweze kumpokea Masiha, waweze kumpokea Yesu, ili awatakase, aondolee dhambi zao, wastahili kupokea uzima wa milele. Na hapa Padre Francesco unaagizwa kwamba katika majukumu yako tenda yale anayotaka Mungu. Lakini ili hayo yafanyike, tuliona huyu Zakaria na Elizabeti walienda hekaluni. Walienda kufanya nini? Zakaria alienda wapi? Hekaluni. Kufanya nini? Kusali. Unasikia Mungu akiongea, ukijifunza kule kuingia ndani ya roho yako, useme na Mungu, uongee naye ili ujue anachotaka yeye, ujue mapenzi ya Mungu. Huwezi kujua Mungu anataka nini katika majukumu ulionayo kama wewe si mtu wa sala. Na mtu wa sala ni kule wewe mwenyewe unavyojuaga kwa hiyo moyoni mwako kusema sasa naongea na Baba muumba wangu, naongea na Mungu wangu. Hiyo ndio sala ya kweli. Ni sawa tunaisali kwa njia ya liturujia, tunaisali kwa njia mbalimbali, lakini ukumbuke kwamba hiyo sala lazima itokane na wewe mwenyewe kufungua moyo wako ili aweze kuongea na wewe. Wewe una akili na utashi. Kwa akili na utashi aliyokujalia, utajua anachosema na utaelewa na utafanya maamuzi ya kumwambia ndio au hapana. Una uhuru huo. Na hili wapendwa, ndilo tunalojifunza kwa Zakaria alipoenda hekaluni na aliambiwa, ulipotilia mashaka ninakupa adhabu mpaka utakapoona hii zawadi inayokuletea ya mtoto Yohani, ndipo utakapofunguka, na utafunguka siku nataja jina lake. Kwa hivi padri, kumbuka vipaji alivyokupa Mungu vinahitaji daima kuwekwa chini ya Mungu kwa njia ya sala na kumwambia nitendeje hapa, niongoze. Na hivi tunaambiwa katika yaliyo ya kuwawezesha wanadamu lazima tumsikilize Mungu. Na hapo ndio tunaambiwa sisi tunakuwa watumishi wa Mungu. Huwezi kuwa mtumishi wa Mungu, huwezi kuwa mtumishi wa watu kama huongei na Mungu. Ndio maana katika mazingira ya kawaida tunasema kila mmoja wetu lazima awe na hofu ya Mungu ili ajue kuwatendea wenzake mema. Usipojua, Mungu hatishi,
ila Mungu anaheshimiwa, na unamheshimu kwa wewe kuwa tayari kumsikiliza, kuona kwamba mimi mbele yake kwa kweli si kitu, nina thamani tu na nina hadhi kama yeye alivyotaka ninapomsikiliza yeye anataka nini. Na hivi unapojishusha, unapomsikiliza, unakuwa mnyenyekevu, ndipo unapogundua mipango yake na unapopata nyenzo ya kutimiza mipango yake vizuri. Kwa hivyo Baba Padri Chesko, maneno ya Mungu uliyoyasikia katika masomo haya mawili ya kuongoze katika siku hii ya leo, tunapomshukuru Mungu pamoja nawe kwa kutimiza utume wako wa hapa. Ni kipindi kifupi kwa kweli, lakini ni kipindi kifupi ambapo pia umeonja utume wako katika taifa la Tanzania wenye mambo mengi mazuri na magumu. Padi ulipokuja hapa ule mwezi wa kwanza tarehe ya 20, mwezi uliofuata ndipo tulipoanza na tatizo la ugonjwa wa corona. Na kama kawaida yetu wa Tanzania tulianza na kukataa kwamba hakuna corona. Si mnajua Tanzania tuna ile tunaitwa denial mindset. Yaani sisi watu kubali kitu, tunaanza na hapana. Tofauti na Bikira. Tulianza na hapana. Hakuna corona bwana, ni matatizo ya kupumua tu. Lakini Padre Chesko kwa unyenyekevu waliweza, tuliunda katibu kufanya utafiti fulani kufuatilia hali inavyoenda ya corona nchi nzima na kidunia, fanya na tafiti kidunia. Ilikuwa katibu kazuri, na yeye alikuwa kiongozi na kawa na tuhabarisha na kuhabarisha maaskofu kwamba hali iko hivi, iko hivi, iko hivi, ili waweze kutoa mwongozo. Kama nyinyi mnakumbuka kwenye kikanisa chetu hapa, hata kama hatujui wangapi walipata corona, lakini tunapenda kusema kwamba kwa tahadhari ambazo tulizichukua kwa makini, hatukuweza kupata madhara ya kupotea. Watu waliugua kweli hapo, lakini hatukuweza kupata madhara ya watu kupoteza maisha kwa sababu ya ugonjwa huo uliokuwepo. Lakini hawa Father ndio aliongoza kile kikosi cha kututafutia taarifa na kutuhabarisha. Madaktari wanasema nini, shirika la afya duniani anasema nini, nchi fulani na kuaje, hapa hali ya kwetu ikoje. Watu wasikae ndani pia ilikuwa na uzuri wake, kwa sababu kwa mfano tuliposema watu wasikae ndani, serikali yetu iliposema watu wasikae ndani, na maaskofu wetu wakasema watu wasiache kuja kanisani, watu waje kusali. Sema wasipokuja watu kusali, watu wataanza kwenda kupiga ramli, sababu daima mtu ni mtafuta Mungu na anatafuta ufumbuzi wa matatizo yake kwa kumuhusisha Mungu. Usipomleta kanisani ataenda kutafuta nje ya mazingira. Ilikuwa ni katika kipindi hicho, na hivi hatuna budi kusema wapendwa, Padi pia alifanya kazi katika mazingira hayo ambayo ya wakati huo ndio mwaka uliofika. Na mwaka ule pia yakaja na mengine, sijui nini. Mwaka ule ndio mwezi wa 10 kulikuwa na uchaguzi. Ndio tulipoanza kuona uchaguzi wa ajabu nchi hii, ulianza mwaka 20, na Father ndio alikuwa katibu mkuu msaidizi, na hivi na mengine na mengine na mengine. Na sasa hivi anaondoka nchini akituacha tuko kwenye hali hii ambayo tunayo. Na hayo yametokea. Amelishuhudia tukio la tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Anaondoka akiwa na jukumu la kuendelea kuiombea nchi yetu. Padri, una kazi kubwa ya kuendelea kuombea nchi yetu, na hilo ukumbuke ni jukumu la kimungu. Ukumbuke kusimamia mipango ya Mungu bila woga. Na unaenda Roma ambako Mtume Petro alipoenda kule alikabiliana na mazingira magumu ya kufanya kanisa liendelee kufanya kazi, hakurudi nyuma. Na ushukuru Padri, umekuwa msaada mkubwa katika kutimiza majukumu yako kwa unyenyekevu mkubwa. Na maaskofu wanatambua mchango wako, jinsi ambavyo umeweza kufanya kazi zako kwa unyenyekevu
na kuwafanya wao watimize majukumu yao vizuri. Kazi ya Mungu tumeonyeshwa na Bwana wetu Yesu Kristo aliyoko msalabani ilivyo. Ni kazi ambayo huwezi kukwepa msalaba. Padi ukumbuke hilo. Usizani kwa sababu unaenda Roma, Baba Mtakatifu yuko kule, wakuu wenzako wa shirika lako liko duniani kote, utazunguka mabara na nchi zote hizo, lakini bado msalaba utakufuata. Kama ulivyokufuata msalaba hapa, na kule uendako msalaba utakuwa na wewe. Lakini ndio njia ambayo Yesu ametuonyesha katika kutimiza yale yaliye ya Baba aliyetuumba kwa sura na mfano wake, yale ambayo Baba amesema tuyasimamie ili watoto wake wote aliowaumba hapa Tanzania na duniani wafike kwake mbinguni, yafanyike. Lazima ujue kwamba msalaba utakusindikiza daima. Usikate tamaa, na kutakia moyo mkuu, uwe mtu wa sala, uendelee kuwa na ukarimu, na sisi ndugu zako tunaendelea kukutakia mema, kukuombea. Lakini mwisho tunaomba pale tulipokukwaza, kukukwamisha, utusamee. Tumekukwaza na kukwamisha mahali ambapo tulikataa kusikiliza, ulituagiza labda tukakataa, ulitayarisha taarifa hizi tukazikataa, ulitimiza majukumu yako mengine tukutimiza. Basi tuliposhindwa kukupa ushirikiano ili mambo ya Mungu yatendeke, utusamee. Tunakuomba uende na amani. Hata sisi hapo uliotukosea sisi wengine tulikuwa chini ya idara zako hapa, wengine ulitubadilisha idara, wengine ulitupunguzia, ulitupa adhabu, lakini kwa katika kutulea tunakushukuru sana na tunakusamehe kwa kweli. Hata sisi tunamsamehe baba wetu jamani, sisi tunamsamehe kwa sababu hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Kila mwanadamu anahitaji kutubu kila saa, si ndio? Kwa hiyo na baba yetu aende na amani kwamba tumemsamehe pale alipotukosea, na sisi tunamsamehe. Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili, msimamizi na mlinzi wa taifa letu, abaki kuwa mwombezi wako Padre Chesko, na umuombe daima huyo mama azidi kuliombea taifa letu Tanzania. Bikira Maria, Malkia wa mitume, utuombe.